Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa majina naitwa Mhandisi Samson Pamphili, ni meneja wa TARURA wilaya ya Shinyanga. Nasimamia halmashauri mbili, Shinyanga vijijini na Shinyanga manispaa. Tuko kwenye barabara ya Gagi ambapo hapa tuko kwenye ujenzi wa daraja. Eneo hili lilikuwa eneo ambalo lilikuwa na mafuriko makubwa sana wakati wa masika. Palikuwa hapitiki, kinyesha mvua hata kidogo, palikuwa hapitiki. Kwa sababu maji yalikuwa ni mengi na mvua kidogo kinyesha tu huwa panafurika maji. Kwa hiyo sisi katika mipango yetu tuliweka kipaumbele kwamba lazima tujenge daraja hili kwa chanzo chochote kile cha fedha. Bahati nzuri kupitia mradi wa SEC ambao uko chini ya Benki ya Dunia, ambapo mfuko ulielekezwa yale maeneo ambayo yanaathirika sana na mvua. Kwa hiyo kwa halmashauri wilaya ya Shinyanga tulipendekeza maeneo matatu, lakini hili ni eneo la kwanza ambayo imepata fedha. Katibu Mkuu TAMISEMI aliingia mkataba na mkandarasi anaitwa Sabu Investment, ambapo alisaini mkataba tarehe 15 mwezi wa 12 na kazi ameanza tarehe 29 mwezi wa 12. Ni mradi wa miezi 6. Ndio amaliza tarehe 28 mwezi Juni 26. Lakini kwa sababu ya uhitaji wa hili eneo, tulimsihi mkandarasi atumie muda mchache daraja hili kamilike. Tangu ameanza kazi, huu mwezi ni miezi 2.5 na amefanya hadi sasa kazi yake ametekeleza kwa 93%. Kwa hiyo tunatarajia hadi tarehe 28 mwezi huu tunategemea kwamba daraja linapitika, tutakuwa tumebackfill hizi approaches, tutakuwa tumejaza kifusi daraja lipitike, na itakuwa imekamilisha siku 28 toka tumwage hili zege. Hii zege leo ina siku ya 14. Kwa hiyo ukipiga hesabu siku 28 bado siku 14. Kwa hiyo tunategemea tarehe 29 magari yatakuwa yanapita juu ya hili daraja. Hili daraja ilikuwa ni kilio cha muda mrefu sana. Mvua zikinyesha kama hiki kipindi cha masika, wa mama kuvuka ni tabu, walijifungulia hapa, lakini watoto kwenda shule mpaka wapatikane watu wa kuwavusha, wengine wanavushwa kwa pesa, wakati mwingine mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wake wanakaa hapa kusubiri kuvusha watoto. Kwa kweli ilikuwa ni adha kubwa sana. Lakini kwa hatua hii tuliofikia, mimi nadhani ni furaha kubwa sana. Kilio cha Wanabutengwa kimekwisha. Na daraja hili sio kwa ajili ya Wanabutengwa tu, litawafaidisha watu wengi. Tuna wanafunzi wanaosoma Ngokolo Sekondari, wanaishi Butengwa, watatumia daraja hili. Kuna wanafunzi wanaosoma Town Sekondari wanatumia daraja hili. Lakini ilikuwa ikifika kipindi cha masika ilikuwa ni tabu sana katika upitaji. Lakini bado mpaka kina mama walikuwa wanalalamika, jamani, ikifika kipindi tuna sherehe kipindi cha masika hatuwezi kwenda ukumbini usiku kwa kuogopa kwamba unaweza kaenda ukumbini ukarudi ukakuta mvua imenyesha ukakosa pa kuvuka. Lakini daraja hili limeleta tabasamu kwa watu wa mtaa wa Butengwa. Kabla daraja halijajengwa hili tulipata zahama sana kuhusu daraja hili. Mto huu ulifikia stage watu wanabebwa. Tunawadaka watu wenye kujua kuogelea wanawadaka. Na imefikia watu wa hii mmetujengea daraja hili, na mpaka dakika hili najengwa tumepata changamoto sana za kivuko cha kuvuka watembea kwa miguu. Kilichotengenezwa kikapitiwa na maji. Lakini baada kuna watu kimepitiwa na maji, daraja limejengwa haraka haraka. Nadhani muda sio mrefu itakuja kutengenezwa na kukamilika. Eneo hili lilikuwa eneo tishio sana kabla ya ujenzi huu wa daraja ambalo tunalo sasa. Tumepata changamoto nyingi kama viongozi kwenye eneo hili. Akina mama wako wengi wamejifungulia eneo hili kabla ya ujenzi wa daraja. Watoto walikuwa wakipata changamoto kubwa wakati wakivuka kwenda kutafuta huduma za elimu. Wanaoenda kwenye shughuli zao za kibiashara walipata shida wakati wa mvua zikiwa zinanyesha. Kwa hiyo kwa wakati huu sasa ambako daraja hili sasa limekamilika, tunashukuru serikali ambayo ni serikali sikivu. Serikali yetu imetusikiliza, imekuja imetatua changamoto iliyokuwepo kwenye eneo hili la daraja hili. Daraja hili tunashukuru sana viongozi ambao wameweza kusimamia daraja hili na kufikia hatua hii. Tunaamini changamoto kwenye eneo hili zimekwenda kuisha. Changamoto za hapa zitaenda kuisha kwa sababu daraja limekamilika, ambalo ni daraja litatusaidia sisi kutoka hapa kwenda kwenye shughuli zetu kule mjini.
tofauti na kipindi kilichokuwa kile cha nyuma. Na mvua zimekuwa zikinyesha, tumekuwa tukija tunavusha watu hapa, tunawabeba watoto, wakina mama, wazee walikuwa hawawezi. Lakini kuanzia sasa kwa kipindi hiki wataanza kupita bila shida yoyote ile. Kwa tuishukuru serikali iliyoko madarakani, hasa tukimkumbuka ndugu yetu, mama yetu Jemedari Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ndiye rais wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.